Onekana chochote ambacho kiko tofauti na hayo na utulivu ambacho kinaonyesha uvunjifu wa amani wa namna yoyote ile. Ni maziko ya kijana Michael Rambau mwenye umri wa miaka 18 anayedaiwa kujiua akiwa mahabusu yaligeuka kuwa ya vurugu baada ya mamia ya vijana waliojitambulisha kama jenzi kuibiwa tafrani wakitaka maelezo ya wazi kuhusu kifo cha mwenzao. Hali hiyo ilimlazimu kiongozi wa dini aliyekuwa anaongoza ibada hiyo kusitisha mahubiri na kuondoka eneo hilo kwa hofu ya usalama wake. Vijana hao, wengi wao wakiwa madereva wa bodaboda na bajaji, walipinga kuendelea kwa ratiba ya mazishi bila kuelezwa sababu ya kifo hicho, wakipiga kelele na kukatiza ibada mara kwa mara. Juhudi za kuwatuliza hazikuzaa matunda, hali iliyosababisha ibada kusimama kwa zaidi ya nusu saa, huku hali ya wasiwasi ikitanda msibani hapo. Michael Rambau, mkazi wa mtaa wa Karikacha, kata Rau, mkoani Kilimanjaro, alifariki Januari 13, 2026 akiwa mahabusu alikokuwa akishikiliwa kwa tuhuma za kumjeruhi baba mdogo wake. Polisi wameeleza kuwa kijana huyo pia alikuwa mtuhumiwa wa tukio la mauaji lililotokea Novemba 22, 2023 kabla ya kukamatwa Januari 13 mwaka huu. Baada ya kiongozi wa dini kuondoka, vijana hao walipanga wenyewe na kuendesha taratibu za kuaga mwili, wakiimba nyimbo za kuaga marehemu hadi makaburini. Shughuli za mazishi ziliendelea bila ibada rasmi ya dini, huku viongozi wa vijana hao wakiongoza ratiba hadi kukamilika kwa mazishi. Ndugu Michael Rambau alisoma na kuhitimu elimu yake ya msingi Moshi mwaka 2017 na alisoma katika shule ya sekondari Rau na Uru. Baada ya hapo alijiunga na masomo ya ufundi stadi yaani VETA na kupata mafunzo ya ufundi bomba plumber. Ndugu Michael Rambau alijishughulisha na shughuli za ufundi bomba yaani plumber, lakini pia shughuli za usafirishaji kwa maana ya bodaboda. Sababu za kifo. Mpendwa wetu Michael Rambau alifikwa na mauti akiwa mahabusu tarehe 13 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 na amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 21. Lakini maana yake mnaonesha, si tunataka muoneshe heshima. Onesheni heshima kwa huyu. Mmoja huu unapaswa kupangwa na tunu njema: imani, utulivu, amani, vyote. Kwa kikionekana chochote ambacho kiko tofauti na hayo na utulivu ambacho kinaonyesha uvunjifu wa amani wa namna yoyote ile, tulia. Wewe unapokuja katika tukio kama hili, wewe kazi yako ni kusikiliza tu. Unasikiliza, kama kinakuhusu unatulia kabisa, unarekebika. Kama kikuhusu unaondoka. Lakini sisi mimi sasa, haya, tulia. Haya, tulia sasa. Tulia. Kama tulia. Haya, tulia. Sasa utaondokaje wakati umekuja kumsindikiza mwenzako? Haiwezekani. Kwa hiyo kama umekuja kwa ajili hiyo, lazima pia uwe tayari kusikiliza. Lazima uwe tayari kufanya nini?
kweli kumsindikiza. Onesheni utulivu katika maeneo yote. Mtakaporuhusu mwage, ageni kwa heshima, alafu pia kwenda katika makaburi tuzike pia kwa heshima, kwa utulivu. Sikiliza, sio niwaachie, siwezi nikawaachia. Siwezi nikawaachia. Hii ni kazi yangu. Ni kazi ya nani? Haya, kwa lazima mtulie. Msipotulia itaonyesha kwamba hamkuja kwa heshima. Lazima kumwonyesha heshima ni pamoja na jambo hilo. Alafu pia katika mazingira kama haya, kwenye misiba, heshima ina mambo mengi, inaonyeshwa kwa namna mbalimbali. Mazungumzo ambayo ni safi, mazungumzo sio ya matusi, sio ya kubeza, kwa sababu nasikia kuna maneno mengine yanazungumza ambayo yanaonyesha hayana heshima. Sasa umekuja unamheshimu mwenzako, huyu Michael ameondoka, alafu sasa hivi una maneno unarusha mengine ambayo hayana maana. Lazima utulie. Kama kweli una heshima, tulia, sikiliza kinachokuhusu, tulia.